Mdude Nyagali kupitia kurasa yake mtandao wa kijamii wa X ameweza kuandika kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mara baada ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa kuweza kushikiliwa na jeshi la polisi na kisha kupandishwa mahakamani baada ya hapo kusomewa kesi ya uhaini. Hebu nikusomee kile ambacho amekiandika Mdude Nyagali. Mdude ameanza kusema kisa cha kesi za uhaini kwa Lissu na Chadema ni kama ANC na Mandela. Anasema miaka ya 1950 na zaidi hivi chama cha ANC kile cha Afrika ya Kusini chini ya Mandela kilianza kuonyesha makali kwa serikali ya makaburu. Harakati za ANC za kudai uhuru wa watu weusi zilipamba moto mno kiasi cha makaburu kukosa usingizi. Makaburu wakawaza ni namna gani wafanye kudhibiti harakati za chama hicho kama ambavyo Rais Samia Suluhu Hassan na wenzake wanawaza kudhibiti Chadema na no reform no election. Chini ya uongozi wa Mandela, ANC ilikuwa msumari kwa serikali ya makaburu kama ambavyo Chadema imekuwa msumari kwa serikali ya CCM. Fikiria hapo, ANC ilianzishwa mwaka 1912, miaka 6 kabla ya Mandela mwenyewe kuzaliwa. Baada ya hapo serikali ya makaburu ilianza kuteka na kuwaua kikatili wanaharakati wote wanaodai uhuru wa watu weusi kama ambavyo serikali ya Samia imekuwa ikiwateka na kuwapoteza wapinzani wao kisiasa. Wapinzani wengi sana hasa wanaharakati waliokuwa wakidai uhuru wa watu weusi walitekwa na kuuawa kule Afrika Kusini. Hii ilifanya mke wa kwanza wa Mandela, Evelyn Mase, aliyefunga naye ndoa mwaka 1944 kumkataza Mandela siasa. Mandela alivyokataa mwanamke huyo akampa taraka licha kuzaa na watoto 4. Baadaye Mandela akamuoa mwanaharakati mwenzake Winnie Mandela. Mwaka 1961 Mandela na viongozi wenzake wakiwemo Oliver Tambo, Walter Silulu, Govano Mbeki na wengine walazimika kuanzisha kikosi cha wanamgambo kwa ajili ya kupigania uhuru. Hii ni baada ya njia za kawaida kupigwa stop na watawala. Kikosi hicho cha wanamgambo kiliitwa Mkoto wa Sizwe, kwa kifupi ni MK. Maelfu ya vijana wengi walitoka Afrika Kusini kuja Tanzania pale Morogoro na Dodoma kwenye mafunzo ya kijeshi kukomboa nchi yao. Msumbiji walipopata uhuru, vijana wengi wa ANC walielekea Msumbiji kupata mafunzo ya kijeshi. Baadhi yao walielekea Cuba baada ya Fidel Castro kuchukua madaraka. Kama mnavyojua, chama chochote kinachokuwa tishio kwa dola lazima serikali ipandikize mamluki. Vibaraka wa ANC wakatoa siri kwa mabwana zao makaburu kuhusu uanzishwaji wa kikosi cha wanamgambo wa MK. Makaburu wakaona wamkamate Mandela na kumfunga jela ili kunyong'onyeza kikosi hicho na kukisambaratisha kwa staili ya kupiga mchungaji kondoo watawanyike. Kwa bahati mbaya Mandela hakuwa Afrika Kusini wakati huo. Alikuwa anashinda Tanzania, Msumbiji na Cuba ambako vijana walikuwa wanafuliwa kijeshi huko. Basi serikali ya makaburu ikatengeneza njia kama hawa wanaojiita Njaa 55. Hawa wakaanza kumchapa Mandela kwenye media kuwa anaua chama. Wakaenda mbali zaidi kuitisha mkutano mkuu wa ANC ili wamng'oe Mandela katika uongozi. Of course, huu ulikuwa mtego wa serikali, akiamini Mandela akisikia atataka angolewe atarudi haraka wamnase. Kweli Mandela akawa anamwaga Nyerere akashushe joto la Njaa 55 walolipwa na makaburu. Nyerere alimtahadharisha kuwa anaweza kuwa mtego. Mandela alivyofika Afrika Kusini akachukua taksi kuelekea Pretoria ambako mkutano wa ANC ulipangwa. Akakamatwa na kupewa kesi ya uhaini yeye na wenzake. Kosa lao lilikuwa kuanzisha kikosi cha wanamgambo wa MK. Makaburu wakapiga marufuku shughuli zote za ANC Afrika Kusini, wakajiona wameshinda, lakini kumbe mwisho wao ulikuwa umefika. Wale wanamgambo wa MK walianza kupeleka moto kwa kulipua viwanda, maduka makubwa, huku raia wa kawaida wakiandamana kutaka Mandela achiwe. Uchumi wa Afrika Kusini ukaanguka, wawekezaji wakakimbia na hatimaye makaburu wakanyosha mikono, Mandela akaachiwa na kuwa rais.
Ukiacha Mandela, lakini pia alikuwa rais wa Zambia Edgar Lungu alimpa kesi ya uhaini mpinzani wake mkubwa Hakainde Hichilema na kumfanya akae mahabusu miezi 6. Baada ya kutoka, haikuchukua muda Zambia ikaingia kwenye uchaguzi mkuu ambao Hakainde Hichilema akatangazwa mshindi, wa sasa ni rais wa Zambia. Kwa hiyo kesi hii ya uhaini kwa Tundu Lissu ni silaha ya mwisho ya Samia, na ndio itatoa anguko lake na mwisho wake wa kuwepo Ikulu. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.